Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki. Patrobas kwa umri wake, kwa uwezo wake wa kiuongozi, hana uwezo wa kutoa kauli ya namna ile. Ile kauli ametumwa. Ile kauli ni kauli ya Samia Suluhu Hassani kama amiri jeshi mkuu. Sio kama tunaelewana eh? Sasa kama kuna tishio la usalama kwa kiwango cha kuzuia mikutano, maana yake iko kwenye hali ya hatari. Mwenye mamlaka ya kutoa kauli ya amri ya hali ya hatari ni rais peke yake. Tusikie kauli ya Samia Suluhu Hassan kama Tanzania kuna tishio la usalama, na kama kuna tishio la usalama, mikusanyiko katika nchi hii sio ya kisiasa peke yake, ipo ya michezo kama mechi za mpira, iko ya kidini, iko mingine. Waseme mikusanyiko yote imesitishwa. Kama kuna hali tete ya usalama na kuna hali ya hatari, rais atangaze hali ya hatari na mikutano yote isitishwe. Kitendo cha waziri kusemea ya hadhara peke yake, hii mikutano hii imeshawazidi. Imewazidi, si ndio? Hoja zimewazidi, si ndio? Jukwaa limewazidi, si ndio? Na hapa tulikuwa tunapiga mikutano, hatujafikia hata kwenye hatua ya maandamano, tayari pumzi imewazidi, wamefikia kutoa hiyo kauli. People! Lakini la pili muhimu sana, Tanzania ina katiba pamoja na ubovu wake. Katiba ya Tanzania ina uhuru wa kujumuika pamoja na udhaifu wake hiyo kwa kuwekewa clauses kama haki inatolewa hapa, inapokonywa hapa, inawekwa sehemu ambayo huwezi kuilinda kimahakama. Lakini sheria hiyo ikazalisha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi, Police Force and Auxiliary Services Act. Katika sheria hiyo, kati ya mambo yalipiganiwa kwa nguvu kubwa sana Tanzania ilipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, kuanzia wakati wa tume ya Nyalali na baadaye, ni haki ya kufanya mikutano, na haki hii ilipiganiwa mahakamani kweli kweli. Yuko marehemu mmoja mwenye Mungu aleze mahali pema, aitwa Christopher Mtikila. Alienda mahakamani mpaka mahakama ikafafanua juu ya haki hii ya mikutano ya vyama na wajibu wa jeshi la polisi, na haki zile ambazo mahakama ilitoa mwongozo zikawekwa kwenye sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 43 mpaka 46 pale, kama kumbukumbu zangu ziko sawa pale kwa vifungu vile, kikawekwa kwenye sheria ya vyama vya siasa haki ya kufanya mikutano. Lakini sheria ile haijamtaja waziri kwenye kupelekea taarifa ya polisi. Waziri ametajwa kama ni mamlaka ya rufaa kama usiporidhika na majibu ya polisi. Sheria haijamtaja IGP. Sheria imemtaja mtu mmoja tu wa polisi, kamanda wa polisi wilaya OCD. Kwa hiyo waziri wa mambo ya ndani, IGP, wote hawana mamlaka yoyote ya kutoa agizo la nchi nzima kuhusu mikutano ya hadhara. Hayo mamlaka hayapo kabisa kwenye sheria ya jeshi la polisi. Kwa kilichofanywa na Katambi bungeni ni uhuni tu wa waziri. Ni uhuni. Lakini na yeye naamini hajakurupuka tu kusema. Maneno yake yale yanaonyesha kuna script. Na mimi najua pengine idara ya usalama wa taifa kuna mashushushu ambao wametumwa ama kurekodi au kusikiliza.
Mimi naamini ile pamoja na kuwa ina baraka za Samia, ile yale maneno yale yana script ya idara ya usalama wa taifa ya Tanzania. Sasa nataka leo nizungumze na idara ya usalama wa taifa kidogo. Naelewa kwamba pia vyombo vya dola ambavyo havipendi kuzungumzwa kabisa ni usalama. Ndio maana sheria ya usalama wa taifa inasema unaweza kumtaja mkurugenzi tu wa usalama wa taifa kwa jina. Maafisa wengine wote wa usalama wa taifa huruhusiwi kuwataja hata kwa jina. Yaani wanatakiwa wawe kificho. Sasa hivi ficho bahati mbaya vinatumika vibaya. Unajua wakati Mwalimu Nyerere anaunda idara ya usalama wa taifa, alikuwa anaona mbali hivi, idara ya kina Mzena. Nikisema Mzena watu wa usalama wa taifa najua wananielewa. Unajua Magufuli alipofariki walisema amefia hospitali ya Mkapa, au Magufuli mmoja wapo alisema amefia hospitali ya Mzena, si ndio? Iko Dar es Salaam ya Kijinonyama, hospitali ya usalama wa taifa. Mzena ni mmoja wa waasisi wa idara ya usalama. Fikra zao za kina Mwalimu Nyerere wakati huo walitengeneza idara ambayo lengo lilikuwa ni ushushushu wa kulinda maslahi ya nchi. Na pale kwenye nembo ya idara ya usalama wa taifa ambayo wengi hawaioni, umezoea kuona nembo ya polisi, nembo ya jeshi, nembo ya Jamhuri ya Muungano, lakini sio watu wengi wanajua nembo ya idara ya usalama wa taifa. Nembo ya idara ya usalama wa taifa ina maneno mawili pale, prosperity and stability, na ina kaalama kandege kanaitwa huwa kameng'ata jani. Fikra ya Mwalimu wakati huo, idara ya usalama ifanye kazi chini kwa chini, kwa utulivu kama ndege huwa, ione matishio ya mbali. Wakati wa gharika, Musa yule Noah alipokuwa kwenye gharika, alipotaka kujua kama maji yameondoka yametuama, alituma kunguru akurudi. Alafu akatuma ndege akarudi na jani, ndani akapata kwamba maji yametua watoke. Kwa hiyo walikuwa wanafikiria kwamba watengeneze idara yenye kufikiri na kuona mbali. Sasa hivi ukienda pale idara ya usalama wa taifa pembeni ya Oysterbay pale, wamejenga jengo jipya la usalama wa taifa, wamelijenga kama ndege tai, kama igo. Yaani fikra yao ni kunyakua, kuchukua, kufanya haya. Tofauti kabisa na fikra za Mwalimu. Sasa nataka kuambia nini? Huo ushauri kwa rais na waziri ni ushauri ambao badala ya kumsaidia rais na nchi kulinda mnachokiita utulivu, usalama, ndio amani, ndio mnaharibu zaidi na mnakosea zaidi. Si kama tunaelewana? Alafu wanawasingizia nyinyi. Sasa nyinyi wananchi wanawasingizia kwamba eti nyinyi wananchi ndio mmesema kwamba hii mikutano hii inakwamisha shughuli za uchumi, inakwamisha shughuli za biashara, kwa hiyo izuiwe ili mkaendelee na biashara, mkaendelee na shughuli za kiuchumi. Kweli? Nyinyi ndio mmesema mikutano izuiwe kwa sababu mna shughuli nyingi za kibiashara na uchumi. Mmesema hivyo? Hakuna, si ndio? Wangapi mnasema sio nyinyi? Hiyo ni ya kwao. Sasa nyinyi, hebu nyosheni mkono. Vyombo vya habari, wananchi wanasema hivyo visingizio, si uchumi, si biashara, ni uongo. Sasa mkono mikono, lakini ni vizuri wasikie sauti yenu. Kama nyinyi mnasema hii mikutano ni muhimu, shughuli za kiuchumi zipo, biashara zipo, zitaendelea, lakini mikutano ya kisiasa ni muhimu. Sawa? Semeni tunataka mikutano ya hadhara. Tunataka mikutano ya hadhara. Vyombo vya habari, pale sauti za wananchi, vimikono ngumi juu. Tunataka